Jamaa aliamua kuachana na mwanamke anayempenda kuliko wanawake wote hapa duniani kwa kuwa aligundua kuwa ana kansa. Hakutaka dada wa watu ateseke kumuuguza. Alifanya haya maamuzi huku akiwa na maumivu makubwa sana. Alimtafuta mwanamke ambaye alisoma naye shule ya msingi, akamwomba aigize kama mpenzi wake mpya. Baadaye akaajiri wapiga picha wampige picha nyingi sana, kila akiwa na huyu mwanamke aliyesoma naye shule ya msingi. Akamwambia mpiga picha apeleke hizo picha kwa Ana. Mpiga picha akamuonesha Ana mpenzi mpya wa boyfriend wake. Ana alienda hadi nyumbani kwa kina Jackie kujua ukweli wa zile picha. Alipofika nje ya nyumba ya kina Jackie, alikuta mamake Jackie anaongea na yule mwanamke wa kwenye zile picha. Yule mwanamke alimuona Ana akiwa amejificha kwenye kona, akaanza kumwambia stori za uongo kuhusiana na yeye na Jackie. Mimi na Jackie tulikuwa wapenzi kutoka tuko sekondari. Sasa hivi nimerudi bibi, achia ngazi, mchuma unaondoka, niachie Jackie wangu. Ana aliondoka huku akiwa analia. Kesho yake Jackie akakutana na Ana. Naomba tuachane. Jackie uko serious kweli? Nimeanza kumpenda mwanamke mwingine. Jackie akaondoka. Ana akaziangalia tena zile picha. Akaangalia koti ambalo Jackie alikuwa amelivaa, likamkumbusha mbali sana. Ana akakumbuka siku ya kwanza anaonana na Jackie, walikutana naye kwenye foleni ya juisi. Wote wawili waliagiza juisi ya tikiti na juisi ya tikiti ilikuwa imebaki moja tu. Jackie akamwachia Ana ile juisi. Baada ya kukumbuka haya, Ana akasema anaenda kupambania penzi la Jackie. Wakati anakimbia kwenda nyumbani kwa kina Jackie, gari ya Jackie ilikuwa inaenda airport, wakapishana njiani. Jackie alikuwa anaenda nchi za nje kwa ajili ya matibabu. Ana alipoambiwa Jackie ameondoka alilia sana. Akaenda moja kwa moja hadi kwenye ule mgahawa ambao walikutana kwa mara ya kwanza. Akakaa kwenye kiti ambacho alikuwa anakaa yeye na Jackie. Nimekaa sehemu ambayo mimi na wewe tulikutana kwa mara ya kwanza. Jackie alisoma message ya Ana, akaamua kaonana naye kwa mara ya mwisho. Akamwambia dereva, simamisha gari. Akashuka kwenye gari, akaanza kukimbia kuelekea kwenye ule mgahawa. Ana hakuamini anachokiona alipotazama kulia kwake. Alimuona Jackie amesimama nje. Ana alitokwa na machozi ya furaha. Unajua nilianza kukupenda siku ya kwanza nilivyokuachia ile juisi hapa. Kwa nini sasa umeamua kuniacha? Kwa sababu naenda nchi za nje kusoma na ndio maana nimeamua tuachane. Ana alimbembeleza Jackie asimwache. Jackie akamwomba mama yake asogeze safari siku 2 mbele ili atumie hizo siku kumpendea Ana. Baada ya siku 2 kuisha, Jackie aliondoka. Jackie aliendelea kuwasiliana na Ana kwa njia ya simu. Ana aliamua kuandaa sherehe kubwa ya Christmas kwa ajili ya kumvisha pete Jackie. Jackie, naomba urudi nchini Christmas hii, sawa? Siku ya Christmas ilipofika, Jackie hakutokea. Usipaniki Ana, inawezekana ndege yake imechelewa, atakuja. Hadi ile sherehe inaisha usiku ule, Jackie hakutokea kabisa. Mamake Jackie akaja kuongea na Ana. Ana, Jackie wako hawezi kurudi tena hapa nchini kwa sababu ana kansa. Ana hakutaka kabisa kuamini maneno ya mama Jackie. Mama, acha utani wako. Mimi na Jackie tumekuwa tukichati siku zote hizi. Ona hii message yake lisali 1:30 lililopita. Mwanangu, Ana, simu ya Jackie ninayo mimi, nimekutumia mimi message, sio yeye. Ana alilia kwa uchungu. Je, Jackie atapona au atafariki? Itaendelea hapo chini. Ukitaka subscribe, usipotaka usubscribe, simu ni ya kwako na bando ni la kwako, sikupangi cha kufanya.